Bora huu utaratibu uendelee ili kuongeza hamu kwa mashabiki. Ni maneno ya mchambuzi wa soka kutokea Tanzania David Kambista, ambaye amedai kwamba kutokana na utaratibu ambao wamefanya klabu ya Simba, basi moja kwa moja Ahmed Ally amepunguziwa majukumu Msimbazi, kwa kudai kwamba kwanza tuipongeze klabu ya Simba, pili tuwapongeze mamlaka za mpira, mambo ya kizamani yamepitwa na wakati. Uamuzi wa kuipeleka mechi Meja Jenerali Isamuhyo ni ukomavu wa hali ya juu. Uwanja unakidhi mahitaji. Kwa nini mpira usichezwe hapo? Kwanza, siku hizi mashabiki wenyewe wa Kariakoo wamekuwa wazito kwenda kujaza uwanja wa Mkapa. Iliwabidi akina Ahmed Ally kuhangaika na kispika ili kuhamasisha wananchi na mashabiki wajitokeze kushuhudia mchezo, lakini hata hivyo walikuwa hawaji kama ilivyotarajiwa. Bora haka kwa utaratibu kaendelezwe ili kuongeza hamu ya mashabiki kurejesha utamaduni wa kuhudhuria mechi viwanjani, japokuwa haiondoi ukweli kwa sasa vipo visababishi ambavyo vinapelekea watu kutohudhuria mechi viwanjani. Mfano, uwepo wa TV, mitandao ya kijamii, lakini pia masuala ya usafiri, usumbufu wa kuingia uwanjani, kukosekana kwa huduma bora ndani ya uwanja, burudani za hapa na pale. Kwa kifupi kuipeleka mechi Isamuhyo kumepunguza kibarua au majukumu ya Ahmed Ally, ambaye anaamini baada ya muungano angeingia barabarani kufanya hamasa ya mchezo, lakini kwa sasa ataendelea kula kuku na uwanja utajaa kabla hata hajarejea kutokea visiwani Zanzibar. Hizi tu aliweza kuandika mdau huyo wakati akiwa anaipongeza klabu ya Simba na bodi yote ya ligi kwa kufanya maamuzi magumu ya kuweza kupeleka mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga kwenye uwanja wa Jenerali Isamuhyo, ambao huko utapigwa Mei 3, 2026 katika uwanja huo, ikiwa ni dabi yao ambao itawakutanisha watani yao kwenye mzunguko huu wa pili katika ligi kuu ya NBC Premier League.